Naam Sefu, habari ya huko ndugu yangu? Lala, mimi niko salama bwana. Naam. Sijui upande wako, sijui majukumu. Tunaendelea vizuri ndugu yangu, lakini nimekupigia hapa kidogo kupata mawili matatu kuhusiana na kinachoendelea sasa katika klabu yetu, kwa maana Simba Sports Club kuelekea mkutano mkuu wa kawaida. Maneno yameanza kuwa mengi, mtafaruku ikitajwa kwamba uongozi mpaka sasa umegawika pande mbili, na huku timu zikiwa katika mashindano ya kimataifa. Hili limekaaje na hatma ya timu pia kiujumla kuelekea mashindano haya, na hiki ambacho kinaendelea kwa viongozi kina uhai na Simba? Kwanza mimi ufahamu wangu, lakini viongozi Simba kwa maana ya Magoli na Babra Tangazi, umeelewa? Ndio. Multaza Mangungu, mimi sijui kama miongoni mwao kuna mtu ambaye haelewani na mwenzie. Sijui kama miongoni mwao kuna mtu ambaye anaitakia mabaya Simba, isipokuwa kitu ambacho nakiona ni magenge ya wahalifu ambao walishindwa kuitengeneza Simba zamani. Wametengeneza sababu za kutaka kuihujumu Simba na kutaka Simba isiende pale ilipokusudiwa kufika. Kwa nini? Simba kama klabu ina malengo makubwa sana ambayo imejiwekea miaka dari. Kabla Mohamed hajaja Simba, kabla Mohamed hajazaliwa, kabla ya Multaza Mangungu hajazaliwa, Simba ni klabu ambayo ina mkakati. Umeelewa sio? Sahihi. Kabla ya Magoli na watu wengine. Lakini kuna watu sisi tunawafahamu, Abdallah, wanashindwa kuendesha matawi yao. Yaani tawi mtu lilimshinda. Leo anadhani Simba ilipofikia anaweza akaifanyia vurugu ili mradi arudi katika uongozi. Otherwise pengine aifanyie Simba jambo jingine lolote ambalo anahisi linaweza kufanyikana. Kwa hiyo nikwambia Abdallah. Naam. Abdallah, katika maisha kushtakiwa si sehemu ya kumfanya mtu asiwe muaminifu. Lakini Abdallah, kama uliwahi kushtakiwa kwa kesi ya ubakaji, uliwahi kushtakiwa kwa kesi ya wizi, uliwahi kushtakiwa kwa kesi yoyote, iwe imekutoa kwa maana ya kushinda mahakamani au la, tayari wewe umekuwa na dosari. Abdallah, utakuja kunielewa mbeleni. Ndio. Kuanza kutaja majina ya watu, mimi wanaheshimu sana hivyo. Kwa mfano nimesikia sentence moja Abdallah. Katika jambo la Simba tutazungumza katika mlengo mkubwa, mimi nitagusa maeneo machache, na tukipata wasaa Abdallah tutakaa chini pamoja tuzungumze hizo sasa. Umeelewa? Ndio. Abdallah, kuna mtu mmoja nimemsikia akizungumza kwamba mchakato wa Simba huu wa mabadiliko serikali uliukataa muda mrefu toka mwaka 2000 na ngapi Abdallah? Nadhani nao umesikia 2020. Toka 2020 mpaka leo ni miaka mingapi? Miaka 5 hii sasa. Miaka 5. Sasa mimi kuhoji wewe Abdallah, twende tunahojiana taratibu kwa faida ya mzungumzaji, kwa sababu hata nyinyi waandishi mnafuatilia matukio. Sasa mimi nitakuuliza katika matukio tu, sina maana nyingine. Simba walipofanya mkutano mkuu ambao ulimkabidhi Mohamed kuwa mwekezaji, serikali ilikuwepo haikuwepo? Ilikuwepo. Serikali gani inayoambiwa ilikataa, na serikali gani ilishiriki katika huu mchakato wa kumkabidhi Mohamed awe mwekezaji? Hebu hapo unahitaji msaada au mpaka tumkute aliyosema? Tunazungumza hapa, haina haja ya kumtaja, lakini kukiwa na haja ya kumtaja nadhani tutasema. Tukifikia muda tutasema, lakini sasa ni wazi huyu mtu hapaswi kusikilizwa kwa sababu ni muongo. Kanuni zinatukataza kumsikiliza mtu mwenye elementi za uongo. Yaani wewe umekithiri katika uongo. Kama unayo hoja ya kuwa serikali ilikataa, ndani ya 5 years ulisubiri nini kusema kuwa serikali ilikataa? Yaani inavuka miaka 5 umekaa kimya, alafu unakuja kutuambia kuwa mchakato serikali ilikataa. Swali langu lilikuwa ni unatuambia kwa kuitakia mema Simba au unatuambia kwa kutaka maslahi? Kama wewe unaitakia mema Simba, mimi nimetoa leo talaka kwa mke wangu, umeacha baada ya miaka 5, unakuja kusema kwamba mnajua mimi nilikuwa najua kuwa Sefu alitoa talaka. Wewe kiukweli utakuwa una dhamira ya dhati ya unachokisema? Umenielewa vizuri? Ndio. Utakuwa una mpango mkakati ya unachokisema au una jambo lako?
Mimi natambua kaka, huyu bwana aliwahi kuwa mlezi wa tawi la Mpira Pesa. Mimi simtaji jina, aliwahi kuwa mlezi wa tawi la Mpira Pesa. Alishindwa kuongoza tawi, my brother. Nirudie kusema mara tatu. Alishindwa kuongoza tawi kaka. Leo unataka kuvuruga watu wa Simba. Kwa si haya mambo tunayafahamu. Na tunajua wapi vyanzo hivi vinaanza. Unajua mimi nikwambie kaka. Ndio. Ajenda ya mkutano mkuu wa Simba inayokuja ni ajenda za kikatiba, si atwendi kwenye uchaguzi. Umeelewa? Sasa mtu anekurupuka leo akaenda kugusa ajenda za kikatiba kama vile sisi tunakwenda kwenye uchaguzi, maana yake kitaalamu mtu ni adui kwetu. Na wewe mtu wa Simba, kabla hujamkaribisha, kama leo ulisimama ukamlaumu Mwalimu Sante, kama ulisimama ukalaumu wachezaji, sasa sura imekuja ya wanafiki, yani sasa wanajitoa kutoka katika mashimo. Wale ambao wanahujumu klabu sio tena hawa wachezaji mnaonyesha vidole, maana sasa mnapaswa kuwajua kwamba kumbe sisi klabu yetu inahujumiwa na fulani na fulani, na sababu za kuhujumu ni hizi. Nyinyi mpo kwenye mashindano ya kimataifa, mpo katika masuala ya kimsingi, anaibuka mtu anatoa hoja za ovyo, hoja ambazo hazina mashiko. Mimi siwezi kusimama kuona hoja hizo zina mashiko, kwa sababu uongozi wa sasa wa Simba upo kikatiba. TFF na BMT wanafahamu uwepo wa katiba. Kama huu mchakato upo, Simba wanaongoza kwa kuwa na management mbili kwa pamoja. Management ya kwanza, utawala unatokea kwa Mo. Management ya pili inatokea Simba Sports Club. Tumeelewa sijui? Naam. Wanakaa kupanga mambo yao kwa pamoja. Wewe unakuja kutuambia serikali ilikataa mchakato. Maana yake unatufundisha tuna serikali ya hovyo ambayo haijitambui, inawaacha Simba wafanye vitu ambavyo haviko kikatiba. Sasa katiba gani? Unapotuambia mchakato ulikufa, manake imeuawa na katiba ya Simba. Yaani wewe leo unasimama kutueleza, manake unatuonyesha kwa hata Simba Sports hawana katiba. Kwa hiyo hawa BMT hawana kazi basi. Hii serikali kuu haina kazi, au FCC wamekosa kazi, au TFF hawana kazi. Yaani wewe mtu mmoja, yaani ni vitu vya ovyo. Alafu ukimwangalia unaweza kusema ni kiumbe mwenye akili. Yaani alivyo, zile rangi alizokuwa nayo na vile pengine ana vishi 200, unathubutu kusema ujamaa pengine ana akili sawa sawa, ngoja nimsikilize. Ukija kuongea, hebu angalia kwanza unazungumzia nini. Unaweza ukahisi unaiataki Simba, kumbe huiataki Simba, my brother. Unachokifanya ni kuwatusi watu wengine. Simba wanafanya mambo yote kikatiba. Uwepo wa Mohamed Dewji ni ibara katika katiba ya Simba. Uwepo wa Murtaza Mangungu ni ibara katika katiba ya Simba. Uwekezaji wa Simba katika mchakato, serikali wenyewe na FCC washawahi kukiri katika bunge kwamba mchakato wa Simba uko mwisho. Wewe unakuja kusimama unatuambia mchakato haupo. Babu, vipi? Kwa sababu miongoni mwa makashifa zako sisi tunazijua, au ni kweli nyinyi mlikuwa waumini wa kubeba hayo mambo mlikuwa mnaambiwa mnabeba, yamewaharibu akili? Si hatuende kusema biashara ya mtu. Wa watu wameshapita katika makashifa, wengine wamepita mpaka katika makesi ya serikali, brother. Tuzungumze kwa hekima, si atumvunjie mtu heshima. Ndio. Mimi nikwambia Abdallah, mtu yoyote anayejaribu kutaka kuivuruga Simba kwa maslahi yake binafsi, mimi huwa siwi na ujamaa na huyo mtu, hata kama angekuwa bosi wangu wa sasa. Sipendi kumtaja jina, alinikataza bosi wangu, aliniambia bwana, sitaki jina langu lifanyaje litajwe. Sasa wote kanipata faragha, nitakwambia anaitwa nani. Nikigundua iko siku naye anahujumu Simba, ndio utakuwa mwisho wa ujamaa kati yangu mimi na yeye. Kwa sababu gani? Si tupo kwa kuunga, si slogan yetu ni nguvu moja. Kwa hiyo Abdallah, mimi nimejaribu kumzungumzia mtu mmoja ambaye sasa anataka kuvaa ujinga kwa lazima. Hata mimi niwarudie wana Simba, mkisikia Simba inahujumiwa, msiende kutafuta wachezaji. Watu ndo hawa wanajitoa. Kaka mnafiki, kaka, Mwenyezi Mungu amesema mnafiki ni mbaya kuliko muuaji. Mtu huyo katika maisha ya kawaida, hata ungemfukia chini ya shimo la mita 500 atanyanyua kidole, kwa sababu ubaya wake ni zaidi ya kuua. Hivi mtu akiua unajua anapowezeka. Sasa mnafiki anakuwa zaidi ya muuaji, unategemea ataendelea kukaa katika mlango huo alojifisha nao? Sio kweli, kuna siku atasimama. Kote kwa kuheshimisha timu kwa busara kabisa, Abdallah. Naam. Mapenzi na timu yetu, namna tuliposimama, hawa wanaoibuka hawa ndo wanasi. Hawa ndo tunatakiwa tuwashughulikie. Kama ilifika wakati Yanga walimshughulikia mtu ambaye alikuwa nahisi anazungumza haki, sina hakika ya 100%,
wakasimama mahakamani. Leo mzee Magoma kaishia kusema pembeni, mjini wana Simba mmekuwa nani sasa? Nikitaka kushughulikia hawa ambao wanahujumu timu. Yanga walisi Magoma anataka kuwaachanisha wasiwe wamoja. Sio, umenielewa? Ndio. Wakana kwa pamoja, haijalishi Magoma una hoja gani ukusema muda mrefu uje kusema leo. Basi na sisi tunapaswa kuungana. Hatupasi kuanza kuwarudia viongozi na kuonyesha vidole. Na ni kuahidi Abdallah, katika nukta hii ipo siku nitamtaja huyu mtu na tutaanza kutafuta watu wajue. Unajua kuna watu jamaa wajui kaka, wameanza kupenda mipira juzi. Hawa ni miongoni mwa watu ambao walihujumu timu na kuibia timu. Hawa ndio miongoni mwa watu walikuwa na mafremu pale Kariakoo. Sasa chukua hii Abdallah, huyu msemaji wa sasa ndio miongoni mwa watu walikuwa na mafremu Kariakoo, analipa 200,000 kwa mwezi. Fremu ya kulipia 1,500,000, 1,700,000 walikuwa wakilipia 200,000 kwa mwezi. Alikuja kuondoa Adel Lage hawa. Kama una kumbukumbu nzuri, Adel Lage ndo alikuja kuondoa hawa. Walikaa na watu hata kadi ya wanachama. Kuna huyu aliwahi kuata kadi ya wanachama wake, alishindwa kulipa na tajiri mkubwa. Sasa mtu wa kumfuata ushake. Na tunazo taarifa, tudokeze, tutazungumza awamu nyingine tukikutana. Na tunazo taarifa kwa influencer wameongwa na watu kwa maana ya kuharibu na kupeleka ajenda zao. Sasa tuambie hawa influencer wasiri njaa zao, wote tuna njaa. Lakini inapofika issue ya Simba, wewe usitumike vibaya. Wewe jistukie, yani wewe uliyepewa fedha, jistukie, usitumike vibaya. Kuna siku utaona haya, mchelewagi kurudi kuomba msamaha. Si wako influencer walitukana Simba hapa katikati, leo akarudi kuomba msamaha. Sasa wakitafute kuwa matusi ni mlango, watukane ili waombe msamaha. Abdallah, kiufupi yangu ni haya, lakini tutakaa tuzungumze zaidi. Naam Sefu, nitakutafuta zaidi kwa sababu jambo bado linaendelea na mkutano umekaribia huo, lakini pia tusisahau kuna mchezo siku hiyo hiyo ya mkutano. Nadhani tutakutana na kuzungumza zaidi ndugu yangu. Namshukuru Mungu bwana, tuko pamoja. Nikutakia siku njema ndugu yangu. Asante.